Mtazamaji wa Mnyasa Media, tumempata mzee wa kunyosha, shabiki wa Young Africans. Tunaungana naye hapa kwenda kuzungumza naye masuala mbalimbali ya kandanda. Ungana nasi mpaka mwisho wa kipindi chetu, lakini kwa wewe ambaye unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, nikombe sana usisahau kubonyeza neno subscribe. Bwana, mzee wa kunyosha, mambo vipi? Nashukuru Mwenyezi Mungu, niko poa. Mambo yanaenda bwana? Mambo yanaenda kama kawaida, kama yaendi unatakiwa unaenda mwenyewe. Bwana, goli la Chama Clatous limefika mezani kwa Rio Ferdinand akiwa kwenye ziara yake hapa nchini Tanzania. Aliulizwa na mwanahabari Meena Ali na akamuonyesha video ambalo goli ambalo limefungwa katika ile Mei 3 dabi pale Meja Jenerali Samuel. Chama Clatous akimfunga Djigui Diarra, golikipa wa Young Africans, goli bora sana katika mchezo ule. Na yeye Rio hajapepesa macho, amesema kwamba goli hilo linaweza likawa bora duniani kwa msimu huu. Kwa upande mwingine, kwa maana Young Africans wameonekana kukasirishwa na kauli ambayo imeweza kuzungumzwa na mwanahabari kwa namna ambavyo alimuuliza swali Rio Ferdinand, lakini kumekuwa kama na makasiriko ya namna moja au nyingine. Hata afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe ameonekana kukasirishwa akizungumza kwa ukali kwa namna ambavyo mwanahabari Meena Ali alimuuliza Rio Ferdinand. Kwa upande wako, unalipi la kuzungumzia kuhusiana na hiki ambacho kimezungumzwa kwa pande zote mbili? Kwanza mimi nataka niseme kitu kimoja. Kwa goli, kwanza ni goli zuri. Ni goli ambalo manake kila mtu manake anatamani manake kufanyaje? Kulizungumzia. Sijaelewa. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Yanga, kwa kuona kama vile manake wanatoa ukosoaji au wanaona kama vile manake Chama anazungumza sana, ana haki ya kuzungumza kwa sababu amefunga goli ambalo manake lina aina ya kipekee kabisa. Kwa mimi, kwa ufahamu wangu, toka nianze kuangalia mpira sikuwahi kuliona goli la design kama ile. Hujawahi kuliona? Sijawahi kuliona. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania hujawahi kuliona? Sijawahi kuliona, sio Tanzania tu. Hata huko ni manake yani huko kwa ambao manake kwenye dunia ambao wanaosema manake ya mpira yenyewe kabisa. Bado sijawahi kuliona goli la aina ile kufungwa. Kwa Chama ana reserve manake kusifiwa, na hata kwa mtu yoyote ukimuonyesha manake lazima manake akili kuwa lile ni goli bora ambalo manake linaweza kuwa ni goli bora manake la dunia. Sasa kwa nini mashabiki wa Young Africans wameonekana kujawa na hasira sana dhidi ya mwanahabari Meena Ali kuhusiana na ile goli kumuonesha Rio Ferdinand? Kulikoni? Nadhani manake sisi mashabiki wengi wa Yanga manake ni wengi sana, manake huwa yani tuseme manake upeo wetu unakuwa ni mdogo sana. Kwa sababu yule ni mwandishi, amefanya kazi yake ambayo ya mwandishi. Hebu rudia kauli yako. Wa mashabiki wengi wa Yanga upeo wetu huwa unakuwa mdogo. Huwa manake najijumuisha na mimi. Upeo wa nini? Wakufikiri. Wakufikiri. Wakufikiria. Huwa najijumuisha na mimi kwa sababu na mimi ni binadamu, inawezekana manake nikawepo manake. Lakini mimi nadhani sipo hivyo kwa sababu mimi huwa manake ni kunyoka, nanyoka. Kwa hiyo hata nashangaa manake afisa habari wa Young African kumtolea jicho yule mwandishi wa habari. Naona naye pia vile manake naye ndo yupo katika ile kundi ambao manake upeo mdogo. Umeshaona? Kwa sababu yule mwanahabari anafanya kazi yake manake. Yeye anatafuta habari. Kwa hiyo sio jambo baya ambao kumhoji mchezaji ambao manake anaofahamika kabisa amecheza klabu kubwa kama Manchester United na klabu zingine. Kwa hiyo sio jambo ambalo manake amelifanya kwa bahati mbaya, ni kazi yake. Kwa hiyo sasa wewe mwingine eti useme kwa nini eti kamhoji kuhusu goli la Chama? Kwani wale CNN ambao walionyesha nao walilazimishwa na mtu? Lile ni goli ambalo linavutia, kila mtu anatamani manake kuliona. Kwa hiyo mimi nafikiri manake tufike mahali natakiwa manake kitu kikiwa kizuri tukipongeze, sio yani manake kukiponda. Kitu kikiwa kizuri tukipongeze na sio kukiponda. Kwa hiyo wewe unajitofautisha na mashabiki wengine wa Young Africans ambao wameonekana kukasirishwa na namna ambavyo Meena Ali mwanahabari alimuuliza Rio Ferdinand kuhusiana na goli la Clatous Chama. Kwa sababu mimi siwezi kuungana nao kwa sababu mwenyewe goli nimeliona, ni goli zuri, hata mimi mwenyewe manake nimelisifia. Umeshaona? Kitu labda cha kuhoji tu, je, anaweza kaendelea pale alipoishia huyo Chama? Na Chama bado anaendelea kufunga. Sijishaona. Kwa hiyo inaweza ikatokea manake Chama anaweza tena akafunga tena goli zaidi ya lile, yani manake. Chama anaweza akafunga goli zaidi ya lile, alafu mwisho wa siku tukarudi tena pale tukasema ili goli ni kali kuliko lile. Yani manake Chama tunaweza kumfanisha na goli lake yeye mwenyewe Chama.
Chama manake anaweza kawa reference mwenyewe tena. Inawezekana. Tunaona hata goli ambao aliwafunga wale kina Chubwedo. Ni moja ya goli moja nzuri sana. Ni goli ambao manake la kiwango. Umeshaona? Kwa hiyo mimi nafikiri manake Chama ana style manake kupongezwa kutokana na lile goli ambalo alifunga. Bwana, leo Simba wanashuka dimbani dhidi ya Coastal Union wakiwa jijini Tanga. Wanacheza dhidi ya Coastal Union. Tutegemea kuiona Simba inapata matokeo mazuri dhidi ya Coastal Union ama leo Simba atadondosha alama kwa mtazamo wako? Mpira lazima kwanza tupe heshima yake. Bila kuwavunjia heshima Coastal Union, bila kuwavunjia heshima Simba. Mpira siku zote ni dakika 90. Ila ukiniuliza manake nani mwenye uhakika manake kupata alama 3, nitakwambia Simba. Ni kwa sababu kwanza pale ni mjomba na shangazi. Mjomba na shangazi pale. Kuna maana gani? Anamaanisha manake kwa hizi siku za karibuni unaona kama kuna kahusiano fulani hivi kamepotea. Lakini wale ni family manake. Umeshaona? Kwa hiyo lolote linaweza katokea. Kwa hiyo Coastal ni lazima manake, yani kwa Coastal na Simba manake ni kama kuna ujamaa, ila ujamaa huu kwa siku za karibuni ujamaa kama umeisha hivi kwa sababu Coastal tulishashuhudia msimu uliopita, nadhani msimu uliopita alishalimwaga hapa. Alilimwaga hapa Dar es Salaam hapa. Nafikiri ilikuwa sare ya 2-2 kitu kama hicho, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Umeshaona? Ni mechi ambayo manake nina imani itakuwa ni nzuri, ni mechi ambayo ya kuvutia, lakini nao baba ukija ukiangalia sasa Simba nao wa moto. Simba wamewaka. Simba wa moto. Simba in fire. Sio poa baba. Yaani tukiacha tu ndugu sio nini? Simba baba bosi kwa maneno aliongea yale B1 ile ndio inafanya kazi. Sijajua ni maana yake ni nini ambacho kinachofanya maana yake. Wewe fikiria mtu kama nani yule bwana mdogo aliocheza fullback ya kulia anatoa assist 2. Duchu. Sio poa ujue. Mimi nahisi ile bilioni 1 walioahidiwa na nini na Moyo. Ile wachezaji wanakufa uwanjani. Nakwambia hivyo. Kwa hiyo leo unaiona Simba kuchukua alama 3 mbele ya Coastal Union. Kwa goli nyingi tena. Kwa goli nyingi. Na ukitizama msimamo uliopo manake bado kuna alama 2 ambazo Simba anazitafuta. Unadhani hizo alama 2 Simba anaweza kazipata kweli kwa namna ambavyo Young Africans inacheza na mechi zake ambazo zimesalia? Unajua saizi hapo ukiangalia jinsi mwenendo wa ligi unavyokwenda, pressure kubwa tunayo sisi Yanga. Huo ni ukweli kabisa ambao manake haupingiki wala nini. Kwa sababu kwanza pressure tulikuwa nayo ya kwanza. Kocha ameondoka. Sio ushaona saizi tuna makocha ambao wasaidizi. Makocha wasaidizi manake ni sawa kama vile manake tuseme yani tunabahatisha. Yani tunabahatisha sana. Kwa sababu unapokuwa na kocha msaidizi huwezi yani kusema manake anaweza kukupa kitu kwa 100%. Umeona? Kwa hiyo tunabahatisha. Kwa hiyo sisi tunaziendea mechi zetu kwa kubahatisha. Lolote linaweza ikatokea. Ndio maana umekuta manake hata mechi ile ya Dodoma ilikuwa sio kufungwa sisi. Tukafungwa. Tumefungwa ni kwa sababu manake hakuna kocha kiongozi pale. Kauli yako ya mwisho kwa mashabiki wa Young Africans juu ya Clatous Chama na Leo Ferdinand? Awaache, mimi nasema watu ambao wanaokosoa manake wanaomkosoa yule mwandishi waache, akiwemo manake semaji langu ambalo la dawa Yanga Africans nani Alikamwe. Aachane na hizo habari. Hivyo ni vitu ambavyo vya kishamba, ni vitu ambavyo havina tija katika mpira. Yule pale ni mwandishi amfanya kazi yake nzuri kabisa na kuipa platform goli la Chama. Goli lenyewe lina reserve. Kwa hiyo mimi nafikiri manake mashabiki wa Yanga waache manake hizo mambo ambazo manake za kizamani. Hiyo ni vitu ambavyo vya kizamani vishapitwa na wakati. Kama kitu kizuri tukisifie kitu amefanya kitu kizuri. Mbona kuna wakati hapa Ajibu alifunga goli ambalo la Albert ndani angekuepo Mwalimu Kashasha tungeanza yani angetukumbusha yani namna ambao kuna lugha fulani Mwalimu Kashasha huwa anaongeaga ambao ya kisoka kabisa yani mpaka unafurahia. Alifunga Ajibu goli na goli lilisifiwa. Na mpaka hata watu wa Simba wenyewe walilisifia. Sasa leo hii sisi tunashindaje kulisifia goli la Chama kwa sababu yuko Simba? Waache ushamba huo. Bwana, shukrani sana. Asante.